la CRDB Federation Cup unaozikutanisha timu mbili, timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania, mchezo ambao unafanyika kwenye dimba la KMC Complex kwenye majira ya saa 1:15 za usiku. Huu ni miongoni mwa michezo muhimu kwelikweli kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, kwa maana kwamba unakwenda kuamua ni nani aweze kwenda kwenye hatua ya 16 bora na ni nani ambaye ataishia kwenye hatua hii ya 32 bora katika michuano hii ya CRDB Federation Cup, ambapo kwa namna moja ama nyingine timu ya Yanga Sports Club wanapewa nafasi kubwa kutinga kwenye hatua ya 16 bora ama kuondoka na ushindi kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya Polisi Tanzania, tofauti na timu hiyo ya Polisi Tanzania kuondoka na ushindi ama kwenda kwenye hatua ya 16 bora ya michuano hii ya CRDB Federation Cup. Na hii ni kutokana na timu hizi mbili walipoweza kukutana kwenye mashindano mbalimbali, Yanga alionekana kuwa mbabe nyakati zote anapokutana na timu hii ya Polisi Tanzania. Sasa kwa mechi za hivi karibuni timu ya Yanga na timu ya Polisi Tanzania wameweza kucheza jumla ya mechi 7, Yanga kibuka na ushindi kwenye michezo 4. Polisi Tanzania ameshindwa kutamba kabisa mbele ya timu ya Yanga Sports Club, lakini sare ambazo zimeweza kupatikana ni sare 3. Kwa hiyo unaweza kaelewa hapo ni kwa nini timu ya Yanga anapewa nafasi kubwa ya kutinga kwenda kwenye hatua ya 16 bora kuliko timu ya Polisi Tanzania. Lakini huu mchezo hautakuwa mchezo rahisi, maana nafahamu michezo hii ya mtoano mara zote huwa inakuwa na surprise ndani ya dakika 90. Hivyo tutegemee timu ya Polisi Tanzania wakienda kutoa changamoto kubwa kwa timu ya Yanga Sports Club kwenye kupambania nafasi ya kwenda kwenye hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la CRDB Federation Cup siku hii ya leo. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu hapa, iki hapa ndio kikosi kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania kwenye mchezo muhimu kabisa wa hatua ya 32 bora kwenye kombe la CRDB Federation Cup siku hii ya leo. Kikosi hiki kimefanyiwa mabadiliko ya hali ya juu kweli. Kuna nyota ambao walikuwa wapewi nafasi, lakini kwenye mchezo huu wameweza kupewa nafasi na kuanza moja kwa moja kwenye kikosi hiki cha kwanza ambacho klabu ya Yanga anakwenda kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Sasa ngoja nikutajia haraka hii kikosi ili nawe uweze kufahamu namna ambavyo kocha Pedro ameanzisha wachezaji wake 11 kwenye kikosi hiki, lakini pia mbinu ambazo atakwenda kutumia kwenye mchezo huu ili kuhakikisha timu hiyo ya Yanga Sports Club inakwenda kutinga kwenye hatua ya 16 bora usiku huu wa leo kwenye mchezo dhidi ya timu ya Polisi Tanzania, dhidi ya timu ya Polisi Tanzania kwenye hatua ya 32 bora kombe la CRDB Federation Cup. Golini kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club hapa ameanza mchezaji Hussein Masaranda, mchezaji ambaye ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, amekuja kuanza kwenye mchezo huu akichukua nafasi ya golikipa Djigui Diarra, ambaye naamini hapa ameweza kupewa mapumziko golikipa huyo Djigui Diarra kufuatia mechi mfululizo ambazo alikuwa anazicheza. Hivyo siku hii ya leo kwenye milingoti mitatu Hussein Masaranda ndiye atakayeenda kusimama ndani ya milingoti mitatu kwenye timu hii ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa ameingia mchezaji Yawa Tora Kwasi akienda kuchukua nafasi ya mchezaji Izra Patrick Mwenda kwenye nafasi ya beki nambari 2. Ubora wa Yawa Tora Kwasi wengi ambao tunaifuatilia timu ya Yanga wote tunaufahamu kabla hata hajapata majeraha ambayo yalimweka nje ya uwanja kwa muda mrefu. Hivyo tutegemee kumuona Yawa Tora Kwasi akitoa kitu cha tofauti kwenye mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa Kibwana Shomari, fundi ya boli ama beki ya boli, napenda kumuita hivyo kulingana Kibwana Shomari ni miongoni mwa wachezaji viraka ambao wanaweza kucheza nafasi mbalimbali. Leo utamwona anacheza kama beki nambari 2, lakini hata ukimwanzisha katika nafasi ya beki nambari 3 anakupa kile ambacho huwa anakitoa akianza kama beki nambari 2. Hivyo uhodari wake na umaridadi huo umemfanya kocha Pedro aweze kumwanzisha kama beki nambari 3 kwenye kikosi hiki dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa ameingia mchezaji Frank Yasinki akishirikiana vyema na Ibrahim Abdullah Baka kwenye eneo la beki za kati kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga kuhakikisha hakuna mauzauza wala mazonge yote atakayopita kupitia eneo lao kwenda kwa golikipa wao Hussein Masaranda kwenye mchezo wa siku hii ya leo. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa si mwingine bali yule Mohamed Damaro akiaminika tena na kuanza kwenye kikosi hiki ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa aliweza kuingia kwenye kikosi hiki si mwingine bali mchezaji Lasini Koma akienda kuzima siku hii ya leo kama winga nambari 7 akienda kuchukua nafasi ya Max Nzengeli ambaye mara zote tulikuwa tunamuonaga akicheza katika eneo hilo. Hivyo Lasini
Sebastian Koma ameanza kwenye kikosi hiki na akitokea pembeni kama winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa ameingia mchezaji Mudathir Yahya basi akaenda kuzima kwenye eneo la juu la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Mudathir Yahya basi amekuja kuchukua nafasi ya Duke Abuya ambaye mara nyingi huwa anaanzaga katika eneo hilo la kiungo nambari 8 kwenye mchezo huu wa leo dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara ama mshambuliaji nambari 9 alianza kwenye kikosi hiki, ameanza mchezaji Aurelio Depu Malia kwenye eneo la mshambuliaji kinara kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Hivyo tegemea kuona mikimbio ya hatari kutoka kwa mchezaji huyu kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania na nafasi nyingi zikitengenezwa kutokea kwake, maana wote tunamfahamu Aurelio Depu ni miongoni mwa wachezaji wazuri wenye ubora wa hali ya juu na amethibitisha hivyo kwenye michezo 6 ya ligi kuu ambayo ameweza kucheza. Ameweza kufunga kwenye michezo 5 isipokuwa mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mchezaji huyo hakuweza kufumania nyavu na ulikuwa mchezo dhidi ya timu ya Simba Sports Club ambao ameanza kwenye kikosi cha kwanza lakini hakuweza kufumania nyavu. Lakini michezo mingine ya nyuma yote ambayo aliweza kucheza mchezaji huyu ama nyota huyu Aurelio Depu ameweza kufumania nyavu tangu aweze kuingia kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo ni miongoni mwa washambuliaji hatari na makatili kweli wanapolikaribia lango la wapinzani. Lakini kwa upande wa mshambuliaji ama kiungo mshambuliaji nambari 10 alioingia hapa ni mchezaji Alan Okero na imani naye na ubora ambao yuko nao, ila anahitaji game timing za kutosha. Kwa mechi kama hizi zitakwenda kumweka fitness na kuwa fiti kabisa kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mpaka sasa hivi Alan Okero ameweza kufunga bao moja ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia ni bao pekee ambalo ameweza kulifunga tangu aweze kusajiliwa ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Hivyo itegemee siku hii ya leo akisaidia timu yake kupata matokeo mazuri, pengine hata kafumania nyavu kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa mchezaji nambari 11 ama winga wa kushoto aliingia kwenye kikosi hiki, ameingia mchezaji Emmanuel Mwanengo, miongoni mwa sajili bora kabisa ambazo klabu ya Yanga wamezifanya kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili ndizo zinazokuja kuonekana hapa. Emmanuel Mwanengo akianza kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Yanga ambacho kinaenda kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Lakini kwa upande wa wachezaji ambao wapo katika benchi la ufundi kwenye mchezo wa siku hii ya leo, kuna golikipa Djigui Diarra ambaye yupo katika benchi la ufundi, lakini pia kuna mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior yupo kwenye benchi la ufundi. Ukiachana na Mohamed Hussein Zimbwe Junior, lakini pia kuna mchezaji Izra Patrick Mwenda yupo pia kwenye benchi la ufundi. Kuna mchezaji Edmundi akiwa naye pia kwenye benchi la ufundi, Shani Ibrahimu Faridi, wote hao wakiwa kwenye benchi la ufundi, Buba Jamai pamoja na Prince Dube au wote wapo kwenye benchi la ufundi ambao wapo kwenye mchezo huu siku hii ya leo ambapo klabu ya Yanga anakwenda kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Ndio tuandike kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare. Jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yanaandikwa subscribe.